Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba. Na asubuhi ya leo Roho Bwana anatufundisha kwa habari ya kuomba. Umuhimu wa kuomba kwa wewe mtu wa rohoni, wewe uliokoka, unayempenda Kristo, unayemtegemea Bwana. Sisi wote ambao tumaini letu liko kwa Bwana, msaada wetu unatoka kwake, basi inatupasa kuomba. Inatupasa kuomba. Maombi ni msingi wa kupokea kutoka kwa Bwana. Maandiko yanasema hivi katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Sasa tunaona hapa Yesu anasisitiza kuomba. Na anaeleza, anaposema ombeni nanyi mtapewa, anaeleza kwa habari ya uaminifu kwenye maombi. Mungu ni mwaminifu sana mtu anapoenda kwa maombi. Mungu ni mwaminifu mtu anapomlilia kwa njia ya maombi. Anasema ombeni. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana 16:24 anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Maana yake ni kwamba tunapoomba furaha yetu inakuwa timilifu. Anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Tunajua leo ni siku ya Alhamis, kwa ratiba yetu ni siku ya mfungo. Jumanne na Alhamisi ni mfungo. Na tunapoenda kwenye mfungo huwa tunakuwa tuna agenda mbalimbali. Na moja ya agenda ambazo zinakuwa zinatufanya tuwe mbele za Bwana ni agenda ya mtu kuomba. Yaani ile tu kwamba upo kwenye maombi ni agenda na yenyewe. Unaomba nini ni agenda ya pili, lakini agenda ya kwanza ni kuomba. Na ndio maana kuna mtu anaweza akasema, baba, leo nina mfungo wangu wa kwenda vizuri, yani sikuweza kuomba. Maana yake nini? Alifunga, hakuomba. Pia kuto kuomba ni agenda ya kwamba huyu mtu kuna shida. Na ndio maana kuta watu wengi unakuta ni Mkristo lakini haombi. Shetani anamzuia asiombe, kwa sababu anajua kanuni za kupokea ni lazima mtu aende mbele za Bwana kwa kuomba. Shetani anajua kanuni hiyo. Kwa hiyo anamzuia mtu asiombe. Lakini Biblia inataka twende mbele za Bwana tuombe. Kwa hiyo anajua kabisa ya kwamba endapo mtu hataomba hatapokea, kwa sababu ni kanuni. Ombeni nanyi mtapata. Kama anasema ombeni nanyi mtapewa, inamaanisha hakuna namna tutapewa ama tutapata pasipo kuomba. Yaani hiyo changamoto unayopitia lazima uombe. Huo kama kuna mlima wote uko mbele yako lazima uombe. Kama kuna jambo baya liko mbele yako lazima uombe. Ukiona kuna jambo baya halafu bado unashindwa kuomba, ujue pana shida tena. Yaani uvamizi umekuwa ni mkubwa zaidi, kwamba umezuiliwa hata kuomba. Kwa ni vyema ukaelewa ya kwamba kuomba ndio nafasi pekee inayompa mtu nafasi ya kupokea kutoka kwa Bwana. Kama ninaumwa nataka uponyaji, lazima niombe. Kama ninasikia vibaya nataka kuwa na hali nzuri, lazima niombe. Sasa shetani atazuia usiombe, kwa sababu anajua ndio gateway, ndio kitu ambacho ndio mlango unaokufanya wewe upokee kutoka kwa Bwana. Na Mungu anafanya mambo yake kwa kanuni. Kwa hiyo ni lazima tunapoenda mbele za Bwana tuombe. Yaani usikae tu akasema niliingia kwenye chumba cha maombi, nilishindwa kuomba tu nikaishia kuwa nalia tu. Ulivamiwa.
Yaani sidhani ya kwamba ile tu umeingia tu na kuanza kulia basi kule kulia ndio kuna replace maombi, ama kulia tu umeingia sehemu unalia tu unashindwa kutamka chochote ukadhani kinaenda kukava sehemu ya maombi. Si kweli. Umevamiwa pia. Ukiona umeingia unalia tu unaondoka, ujue umevamiwa. Inabidi uingie kwa Baba ukiomba kwa maneno ya kinywa chako, ukimlilia Bwana, lakini huku unaongea kile unachotaka kwa Bwana. Sio unafika unafanya alafu unaondoka unasema nimeshindwa kuongea. Kwa Mungu atabadilisha kile nilivyokuwa nasema basi Mungu atabadilisha, au tazame moyo wangu ajue nilikuwa nataka nini. Hiyo sio kanuni. Lazima uelewe. Ukienda mbele za Bwana, sijakukataza kulia, nenda kamlilie Bwana, lakini lazima uwe umebeba hoja zenye nguvu. Umwambie haja ya moyo wako, umwambie Bwana mashauri yako. Yeye huwa anakuja kuyatimiza mashauri ya mioyo ya watu wake. Yeye huwa anakuja kujibu haja za moyo wa watu wake. Yeye huwa anakuja kuyajibu maombi ya watu wake. Yeye anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hata ukienda kwa machozi, lazima machozi yabebe maombi, lazima machozi yabebe hoja, lazima machozi yabebe kitu kwenye kinywa chako. You must say something. Lazima ndani ya moyo wako kwa kuna kitu kinaongea. Unaweza ukashindwa kuongea kwa maneno, lakini moyo wako lazima uongee. Usiende tu bila agenda. Unaweza ukafika ukasema Jehova, nakuhitaji. Mfalme, ninaomba neema yako Bwana, ninaomba rehema zako. Yes, something has to be heard. Kuna kitu lazima kisikike kwa Bwana. Hoja za moyo wako, lazima agenda ya moyo wako. Baada hapo hata ukiendelea kulia, basi Mungu ajua unalilia kwa sababu umeshaomba kitu fulani. Ajua unabubujika kwa sababu umeomba kitu fulani. Lakini usikae kimya. Usijukaenda tu nalia afu usemi chochote. Lazima haja ya moyo wako na ijulikane. Usiseme Mungu anajua. Kama Mungu angekuwa anajua tu kinachoendelea ndani yetu, anajua ndio, lakini kanuni ni kwamba anataka uombe, anataka useme kitu, anataka uende mbele zake umwambie Baba katika jina la Yesu. Sio kwamba hajui unachopitia, anaelewa, lakini kanuni yake anataka uende kuomba. Usikasema sasa Mungu anajua. Nilipoingia nikaishia tu kububujika machozi, sikuweza cha kuongea, lakini Mungu anajua. Haiwezekani. Lazima uende mbele za moyo wako umebeba agenda. Ukifika tamka kwa maneno ya kinywa chako, mwambie Bwana niponye, ninahitaji uponyaji. Usiponiponya wewe, sina Mungu mwingine aponyaye, sina Mungu mwingine nimtegemeaye, ni wewe peke yako. Ni wewe Bwana. Ni nani awezaye kuhuisha? Ya nani awezaye kuokoa? Wewe ni Mungu unayeokoa watu wako. Walipokulilia Bwana ulisikia, ukajua mahitaji yao, ukawajibu kwa haja ya mioyo yao. Walipoachilia haja za mioyo yao, uliwajibu kwa moto. Lazima uende mbele za Bwana umwambie Bwana, kutana na haja ya moyo wangu. Bwana, kutana na ndoa yangu. Bwana, kutana na uchumi wangu. Mungu liye hai niponye. Mungu liye hai fungua milango ya ndoa yangu. Fungua furaha ya ndoa yangu. Nirejeshe tena shauku ya ndoa yangu. Nirejeshe furaha kwa mume wangu. Nirejeshe furaha kwa mke wangu. Nirejeshe tena amani ya moyo wangu. Lazima mtu mmoja aende mbele za Bwana, amlilie Bwana, amwambie Mungu haja ya moyo wake. Unataka nini? Sema nami nitakujibu. Bwana nataka useme naye akujibu. Unataka nini asubuhi ya leo? Ungetamani Bwana atende nini? Nataka twende mbele za Bwana. Nataka twende tuseme yale ambayo unatamani Bwana akufanyie. Asubuhi ya leo nitaenda na mimi kukuombea. Mungu akutendee muujiza. Iwe ni siku njema. Lakini wewe omba, kwa sababu ni kanuni ya Bwana. Mungu anataka twende mbele zake tuombe. Anataka twende tuombe. Anataka twende tuseme haja za mioyo yetu. Nataka twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, umetufundisha kwa habari ya kuomba. Umetusemesha na kutupa umuhimu wa maombi. Umetupa Bwana nguvu ndani ya mioyo yetu baada ya kusikia sauti yako ikisema na mioyo yetu kwa habari ya namna na nguvu iliyopo kwenye kuomba. Baba, ninaomba mafuta yako yaendelee kumiminika ndani yetu. Mafuta ya kuomba na kutafuta uso wako. Mafuta ya kuomba na kunyenyekea mbele ya uso wako. Baba, ninaomba ukaachilie mafuta ya maombi kwa mtoto wako huyu. Mahali amekaukiwa maombi, anaingia kwenye
chumba chake cha maombi anashindwa kuomba, Baba ninaomba bubujiko likaambatane na mtoto wako huyu. Bubujisha nguvu zako, rejesha nguvu ya maombi kwa mtoto wako huyu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rejesha nguvu ya kuomba kwa mafuta yako Jehova. Achilia mafuta ya kuomba ndani yake. Adui alipozuia maombi, hata mtoto wako akashindwa kuomba vile impasavyo kuomba, akazuiliwa asiombe katika vina na ukuu wako, akazuiliwa kuomba katika hali ya uweza wako. Mungu liye hai, ninaomba ukarejeshe nguvu ya maombi kwa mtoto wako huyu. Mafuta yako yakamiminike siku ya leo. Mtoto wako kamrejeshe nguvu ya maombi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Asante kwa kibali chako Mfalme. Asante kwa nuru yako Jehova. Ninaomba nguvu zako ziendelee kumhudumia mtoto wako huyu anaposimama kuomba. Mafuta yako yamiminike, mafuta yako yamiminike. Msaidie Bwana, umtie nguvu Jehova kwa jina la Yesu. Achilia nguvu yako, nguvu ya maombi Bwana, nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba asante kwa mafuta yako. Mtoto wako ukampe kipawa tena cha kuweza kuomba, ukampe nguvu ya kuweza kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninaomba neema yako tu ikadhihirike ndani ya mtoto wako huyu na kumpa uwezo wa kuomba tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Na wewe ambaye unapitia changamoto ya kuomba, utashika sadaka yako, utaiachilia, utamwambia Bwana, sadaka hii ikaamshe nguvu ya maombi ndani yangu. Lakini pia nina wito wa baraka kwa mtu ambaye angetamani kumzalia Bwana matunda siku ya leo. Pale Mlima wa Maombi tuna uhitaji wa kupata mashine ya kukatia nyasi kwenye maeneo yetu ya Mlima wa Maombi, ili watu waweze kupita huko na kuomba kwenye maeneo yale. Mahali pale palikuwa ni pabaraka, na nguvu iliyopo mahali pale sio ndogo, ni kubwa mno. Wewe ambaye ungetamani kupanda mbegu, tunataka tununue leo mashine ya kukatia nyasi. Kwa hiyo inauzwa shilingi 850, 850. Ukisikia ndani yako kusimama, ukisikia ndani yako kutoa yote, ama kama hauna yote ungetamani utoe chochote unachosikia kupanda mbegu, una maombi yako binafsi, kuna mahali ungetamani Mungu akutendee muujiza, ungetamani Bwana afanye muujiza, tende muujiza leo, hebu mjaribu Mungu kwa kuachilia mbegu yako pale Mlima wa Maombi. Halafu tarudi na ushuhuda. Nataka umjaribu Mungu, mwambie Mungu na kujaribu wewe leo. Imeruhusiwa, sasa mjaribuni kwa matoleo. Ninaelewa nguvu iliyopo mahali pale. Mjaribu tu Mungu, halafu uone kile Mungu ataenda kukufanyia. Utajua kwamba ni mahali penye udongo wenye rutuba, ambapo ukisikia jambo lolote linasema mlima, ujue basi ni fursa katika ulimwengu wa roho, ni fursa kubwa umepewa. Kwa hiyo ninakukaribisha kumjaribu Mungu, kutoa sadaka yako kwa ajili ya kununua mashine ile. Ni shilingi 850, vile Mungu atakavyokusemesha, chochote atakachokusemesha, ama kikusemesha yote vile Bwana atakavyokusemesha. Ujue kuna namna Mungu anaweza akawa anakusemesha wewe peke yako, halafu kasema hivi, mimi mbona nikitoa waliosikia ni wengi hivi, nikitoa mimi yote sasa na wengine atuache na wengine watoe. Kumbe Mungu akikusemesha wewe, ujue amekusemesha wewe. Kile kitu Mungu atakachokusemesha ndio kinaenda kukamilisha. Kwa vile Mungu atakavyosema na wewe, usije ukaipuuzia sauti yake, wala usije ukaizimisha sauti. Yamkini Mungu anakuambia ni wewe, ni wewe, ni wewe, afu anaanza kusema hakuna. Usiizimishe hiyo sauti Mungu anayokusemesha wakati huu. Usiizimishe, imebeba muujiza wako, imebeba muujiza wa maisha yako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako hiyo. Pia unaweza ukaishika pamoja ukaziambatanisha, lakini ile ya mashine uniambie kwamba hii ni ya mashine na hii ni ya maombi yangu, kuamsha maombi, kuamsha nguvu ya maombi. Kwa hiyo kuna sadaka ya kuamsha nguvu ya maombi kutokana na ibada ya leo, lakini kuna sadaka hiyo maalum ya mbegu katika Mlima wa Maombi juu ya kununua mashine. Kwa Mungu akubariki sana. Basi utaiachilia hiyo sadaka yako, zote utaziachilia kwenye
lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Kwa wale wenye namba ile ya NMB ya Mlima wa Maombi, basi unaweza ukaituma pia huko, nako itafika. Mungu wangu akubariki sana na uwe na siku njema yenye ushindi. Bwana akutendee muujiza. Amen.